Hii ikiwa ni sehemu ya 7. Karibu sana kwenye simulizi yetu inayoitwa Hukumu ya Penzi. Je, nini kitaendelea? Daniel bado akiwa anaendelea na kashikashi lake la kuhakikisha ya kwamba anatimiza hasma yake ya kuweza kuwaua wanawake watatu waliokuwa wamebaki: Mwanaidi, Lea pamoja na Nisha. Karibu katika sehemu ya 7. Mimi naitwa Uncle J na hii ni Simulizi Mix. Askari walioagizwa wakafanya kazi ya kupekua nyumbani kwa Daniel walirejea kituoni. Mkuu, tumepata kufika kwa yule kijana ambaye ulituagiza kwenda kufanya ukaguzi nyumbani kwake. Tulifika na kufanya upekuzi katika kila kona nyumba ile, lakini hatukuambulia kupata chochote kutoka kwake. Kila kitu ambacho ulikuwa umetuagiza kwa tunapaswa kukikagua kutoka kwake tulikikagua. Kingine ni kwamba yule kijana hawezi kuhusika kwa namna yoyote, kwa sababu siku askari wenzetu walipokuwa wameuawa, yeye alikuwepo miongoni mwa watu ambao tulikuwa tumewashikilia katika usiku ule. Kituo kizima cha polisi kilitulia tuli, wasijue nini kingine ambacho wangefanya, ijapokuwa walikuwa wanatambua kwamba haikuwa lazima ya kwamba kijana alijitambulisha kwa jina la Daniel kuhusika na mauaji. Mauaji anaweza kuua mtu yeyote, lakini mpaka sasa imekuwa ni ngumu kumfahamu. Kimya kilitawala kwa muda mrefu, kila askari akijaribu kufikiri ni kwa jinsi gani wanaweza kufanya ili kusudi waweze kumkamata muuaji. Nafikiri tunahitaji mapumziko ya muda mfupi kabla ya kujipanga upya kwa ajili ya swala hili, alisema Afande Chacha. Alitambua ni kwa namna gani askari walikuwa wamekata tamaa katika swala hili, ijapokuwa alitambua ya kwamba ilikuwa ni maamuzi magumu kuwaruhusu askari wakapumzike, ila alitambua ilikuwa ni muhimu zaidi. Askari walikuwa wanapaswa kupumzisha akili zao ili kusudi waweze kujiandaa vyema kwa ajili ya mambo mengine yaliyokuwa mbele yao. Askari walitii amri ya mkubwa wao kazi, na kwa pamoja walirejea majumbani kwao kwa muda. Askari wa zamu walibaki kituoni, walisimama katika maeneo yao ya kawaida ili kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama kituoni hapo na kuwa umeimarika. Mara baada ya kukamilisha shughuli zake na polisi, Nisha aliaga na kurejea nyumbani kwake. Moyo wake ulikuwa unamtuma ya kwamba muuaji alikuwa ni mtu ambaye anafahamiana naye, lakini hakuweza kumtambua mtu huyo ni nani hasa. Akili yake ilizunguka huku na kule akijaribu kufikiria hata aone ni nani anaweza kuwa mtu ambaye ana uwezo wa kufanya vile, lakini asiweze kumpata. Hofu iliendelea kujaa moyo wake, asiweze hata kukaa kwa amani nyumbani kwake. Ni nani anayeweza kufanya mambo kama haya? Na ni kwa nini anaua wanawake ambao ni marafiki zangu? Aliwaza Nisha. Mwanzoni nilikuwa namshuku Daniel, lakini kutokana na maelezo ya askari, Daniel sio muuaji. Kutakuwa kuna mtu mwingine ambaye atakuwa anayafanya haya, lakini ni nani? Aliendelea kuwaza Nisha. Muda ulizidi kuyoyoma, asiweze hata kupata jawabu la swali lake. Alitambua wazi ya kwamba mwisho wa siku zake ulikuwa unakaribia kufika. Hakuweza kutambua lini hasa, ila hisia zake zilikuwa zikimtuma ya kwamba ilikuwa karibu kukutana na mauti yake. Ila inawezekana muuaji asiwe Daniel, lakini akawa ni mtu ambaye ana uhusiano na Daniel. Nisha aliwaza. Nakumbuka kipindi cha nyuma tukiwa tunasoma, Daniel na marafiki zake ndio walikuwa wanazungumzia sana kuhusu habari za mauaji ya kutumia visu. Kimya kilitawala katika ubongo wa Nisha. Alijaribu kuvuta kumbukumbu zake. Mwaka 2000. Kilikuwa ni kicheko kilichokuwa kikiashiria furaha miongoni mwa kundi dogo la vijana waliokuwa wamejikusanya ili kupata chakula cha jioni katika kiringi cha kila siku. Ikiwa ni muda mchache tu kabla ya kuingia katika kipindi cha masomo ya usiku katika shule ya sekondari ya Manyara.
Unajua nini Joe? Katika adhabu kali kuliko zote katika ulimwengu ni kufa kwa kisu rafiki yangu. Ukichomwa kisu utakisikia maumivu yake kwa namna ambayo huwezi kusahau katika siku zako zote ambazo utakaa katika kaburi lako. Na hakika mchana na usiku utakuwa ndani ya nyumba yako hiyo ya milele ukijaribu kuyafikiria maumivu yake ya kisu mpaka siku ya mwisho ambayo Mungu mwenyewe atakufufua kwa ajili ya hukumu. Yalikuwa ni maneno machache ambayo alipata kusema kijana Nixon. Nixon alikuwa ni kijana mdogo zaidi katika kundi hili. Habari hii ilitokea kuwa mada ambayo ilidumu kwa muda mrefu, na hii ndiyo mada ambayo ililipa kundi hili la vijana watano jina la Danger in the Heart, ikiwa na maana kwamba kisu ndani ya moyo. Kundi hili lilitokea kuwa maarufu sana katika mwaka 2000 na kila mtu alikuwa akiwafahamu vijana hawa watano: Nixon, Joel, Daniel, Vance na Sanyuto. Hii ndio sababu pekee ambayo ilimfanya Daniel kuwa maarufu katika shule na kufanikiwa kuingia katika kundi la mabinti watano waliokuwa maarufu katika shule wakati ule. Nisha alitambua wazi kwa kuwa sio Daniel ambaye alikuwa anahusika katika mauaji, basi ni mmoja wapo kati ya watu ambao walikuwa katika kundi la Danger in the Heart. Hivyo Nisha alijua ili kufanikiwa kumtia muuaji mbaroni lazima anzishe ukaribu na Daniel. Kuwa na ukaribu na Daniel kunaweza kukamfanya wepesi ili kumpata mtu ambaye anaitishia amani ya moyo wake. Kulikuwa kuna umuhimu wa kumpata Daniel kwa gharama yoyote, ijapokuwa alitambua kwamba alikwisha fanya makosa kwa kumhusisha katika tuhuma ambazo zilikuwa hazimuhusu. Kitendo alichokifanya Nisha kwa kumfanya Daniel kuwa mshtukiwa wa matukio ya mauaji kilimfanya jihisi kwamba mkosaji kwa kiasi kikubwa mno. Hivyo alilazimika kumtafuta Daniel ili aweze kumwomba msamaha na kumweleza nini hasa kilikuwa sababu ya yeye kufanya vile. Siku 2 zilipita baada ya Daniel kukaguliwa nyumbani kwake. Alitambua kwamba alikuwa anahitaji muda wa ziada kuhakikisha ya kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Daniel hakutaka kuwahi kuzirejesha zana zake za kazi nyumbani mpaka pale ambapo atakuwa amehakikisha ya kwamba kila kitu kimekaa sawa. Alitaka kuhakikisha ya kwamba anatambua mahali zilipo nyumba za watu watatu ambazo alikuwa anataka kuwaua. Alikuwa ameshatambua ilipokuwa nyumba ya Lea pamoja na Mwanaidi. Ilikuwa imebakia nyumba ya Nisha pekee ndio hakuweza kutambua. Hakuweza kutambua ilikuwa maeneo gani. Sihitaji kupumzika safari hii. Nitafanya mauaji yote katika siku 1 au 2 ili kusudi nipate kuachana kabisa na masuala haya ambayo yananifanya niishi bila amani. Nafikiri kama nikifanikiwa kuwaua hawa maadui zangu katika siku ambazo zinafuatana, basi nitakuwa huru kwa kila kitu. Nikishakamilisha haya, nitakwenda kuishi mbali na maeneo haya. Nitaishi maisha yangu ya furaha. Kamwe sitataka tena kurejea nyuma katika mji huu wa Mtwa Mbu. Daniel alikuwa akiwaza haya akiwa katika eneo lake la kazi kama kawaida. Wateja wake walikuwa wakifika na kumpatia pole za hapa na pale kwa kuwa walisikia kila kitu kuhusu mambo ambayo yalikuwa yamempata. Daniel aliendelea kutabasamu kama kawaida yake, wala hakuonyesha ya kwamba alikuwa na kinyongo chochote kile. Akiwa katikati ya huduma, Daniel alimwona Nisha akija katika ukanda ambao yeye alikuwepo. Mapigo ya moyo wake Daniel yakaenda kwa kasi mno, kama vile mtu amemwona mtu ambaye alikuwa anampenda na siku zote anashindwa kumwambia. Mboni za macho yake ziliendelea kumtazama bila uoga wowote, na kama kawaida aliendelea kutoa huduma. Daniel alinama na kupima viazi kwa mteja, na baada ya kuinua kichwa chake hakubahatika kuona ni wapi Nisha alikuwa amepotelea. Hakuweza kutambua ni upande gani alikuwa ameelekea. Alizungusha macho yake katika pande zote 4 za ulimwengu, lakini hakuweza kuona. Haikuwa kazi rahisi kumpata Nisha katikati ya kundi kubwa la watu katika soko la Mzambarauni. Swali lililoibuka kichwani mwa Daniel lilikuwa ni moja tu:
nini kilichomleta Nisha hapo sokoni. Nisha alipotea katika macho ya Daniel katika kipindi kifupi kuliko ilivyokuwa inatarajiwa. Kila kona ya soko hakukuonekana dalili yoyote ya kuwako kwa Nisha. Kwa kuwa alionekana akiwa peke yake, ilikuwa ni vigumu mno kwa Daniel kutambua ni ukanda gani mwanadada yule Nisha alikuwa ameelekea. Hasira iliyochanganyikana na hofu iliujaza moyo wa Daniel. Alitamani kama angelimuona Nisha kwa mara nyingine, aone ni kwa namna gani angeweza kutuliza hasira zake. Daniel alikumbuka mambo yote mabaya ambayo aliwahi kutendewa na kikundi cha wanawake wapatao 6. Hasira yake ilizidi kuwaka maradufu kwa kuwa Nisha alitaka kumuingiza katika matatizo kwa mara nyingine. Yaani hawajaridhika kwa mambo ambayo wamenifanyia mpaka sasa. Hawajaridhika kwa idadi ya majeraha ambayo wameniwafanyia katika moyo wangu mpaka sasa. Inafikia kipindi Nisha anataka kunikamatisha kwa polisi. Daniel alitamani kulia kutokana na machungu ambayo yalikuwa yameujaa kwenye moyo wake. Nisha na wenzake walichangia kwa kiasi kikubwa sana katika kunididimiza kifikra na kiuchumi pia. Sasa imefika wakati wa kuwalipa mabaya yao. Nao pia wanataka kunisababishia matatizo makubwa zaidi. Hakika sitakubaliana na jambo hili kabisa, aliwaza Daniel. Pamoja na kwamba alikuwa anaendelea na biashara, lakini akili yake haikuwepo pale katika lile eneo la kazi. Alikuwa akijaribu kufikiria kila kitu ambacho alikuwa kikiona kilikuwa kina manufaa kwake katika siku kadhaa ambazo alikuwa amebakiza ili kukamilisha shughuli yake ya kulipiza kisasi ambacho alikuwa amepanga kukifanya. Nisha alipita mdhambarauni na kwenda moja kwa moja katika moja kati ya baa maarufu sana pale Mtombo inayojulikana kwa jina la Fiesta. Akiwa pale aliweza kumwona Daniel kwa uzuri na umakini kabisa bila Daniel kutambua swala lolote. Hili lilikuwa linawezekana kwa kuwa baa hii ilikuwa karibu na mzambarauni na ni vigumu kwa Daniel kufikiria kwamba kunawezekana kukawa na mtu ambaye alikuwa anamtazama kutokea katika baa ile. Akiwa pale Nisha aliagiza maji baridi ambayo yaliletwa, na akiwa na kunywa taratibu alikuwa akifikiria ni kwa namna gani anaweza kumwanza Daniel. Nisha alitamani kurejesha ukaribu na Daniel ili kusudi apate kulifumbua fumbo ambalo lilikuwa limefumbwa kuhusu muuaji halisi. Akili yake Nisha ilikuwa inamtuma kukaa karibu na Daniel kunaweza kufanya kazi yake kwa kumtambua mtu ambaye alikuwa anafanya mauaji kuwa rahisi, kwa kuwa alikwisha kutilia mashaka kuwa muuaji lazima atakuwa ni miongoni mwa vijana ambao walikuwa katika kundi la Danger of the Heart. Kwa kiasi kikubwa Nisha alikuwa anatamani kuinuka ili amfuate Daniel apate kuzungumza naye mambo kadhaa, lakini alikuwa akiwaza ni kwa jinsi gani ataanza kuzungumza naye. Ukizingatia ulikuwa umepita muda mwingi sana tangu waonane mara ya mwisho, ukitoa siku ambayo Daniel alikamatwa na polisi na kupelekwa kituoni ambapo walikutana. Ilikuwa imepita miaka takriban 12 tangu walipofungua midomo yao na kuzungumza kwa mara ya mwisho. Ilikuwa ni ngumu sana katika hali ya kawaida ukizingatia wingi wa mambo maovu ambayo waliwahi kumfanyia Daniel katika kipindi cha nyuma. Nisha aliamini kabisa ya kwamba Daniel alikuwa hafahamu chochote kuhusu mambo ambayo walikuwa wameyafanya kwa mama yake na ushawishi mkubwa ambao waliufanya kwa Lea, hata kuamua kumwacha Daniel na kuwa na mwanaume ambaye alikuwa na pesa nyingi zaidi kwa tamaa ya mali na maisha mazuri. Dakika zilizidi kusonga. Nisha akiwa bado amekaa akimtazama Daniel. Alikuwa anamtazama kwa kila kitu ambacho alikuwa kikifanya na kuratibu kila mwenendo. Lengo lake Nisha ilikuwa ni kujua ni kwa namna gani Daniel alikuwa ameathiriwa na vitendo vyake ambavyo alikuwa amevifanya siku kadhaa ambazo zilikuwa zimepita. Katika tathmini yake Nisha alitambua kwamba Daniel alikuwa anaonekana kawaida kuliko ambavyo alikuwa anafikiria. Daniel hakuonyesha kuathiriwa kwa namna yoyote ile na mambo yaliyokuwa yamemtokea katika siku kadhaa zilizopita. Daniel alionekana kuwa na furaha sana na alikuwa akitoa huduma yake kama kawaida, naambiwa.
Kutokana na hili, Nisha aliamua kupiga hatua kadhaa ili kumfuata Daniel apate kuzungumza naye mambo kadhaa ambayo Nisha alikuwa nayo katika akili yake kwa kipindi kile. Hivyo Nisha alisubiri mpaka alipomwona Daniel akifunga biashara yake, ndipo akaamua kuinuka na kumfuata. Nisha alitembea haraka haraka maana hakutaka kupoteza, akijua ya kwamba kama hatakamilisha jambo ambalo alikuwa analifikiria leo, basi kesho atakuwa amechelewa sana kukamilisha swala la kumpata muuaji. Daniel aliharakisha kufunga biashara yake kwa kuwa alikuwa amefanikiwa kumaliza mzigo wote ambao alikuwa amekuja nao sokoni katika siku hiyo ya leo. Alipomaliza kukusanya kila kitu, aliinua ndoo zake na ilikuwa safari yake inaanza ya kurejea nyumbani. Katika hali ambayo alikuwa haitegemei Daniel, Nisha alitokea mbele yake akiwa na tabasamu pana midomoni mwake. Daniel alishtuka kwa kuwa hakutegemea kukutana na Nisha katika wakati kama ule. Akilini mwake Daniel alikuwa akifikiria kwamba Nisha alikwisha kuondoka katika maeneo hayo ya karibu. Kukutana naye ilikuwa ni jambo ambalo alikuwa halitegemei kabisa. Baridi ilipita mwilini mwake Daniel, akahisi kijasho chembamba kikitiririka mwilini mwake. Daniel hakutaka kuonyesha hayo yote katika uso wake, hivyo alilazimika kuonyesha tabasamu usoni mwake. Walisimama kwa dakika kadhaa, kisha Nisha akasema, kuna jambo ambalo limenifanya nikutafute kazini kwako katika wakati kama huu. Kusema ukweli nilikuwa sifahamu kazini kwako, ila nimetambua siku ile ambayo ulifika kituoni pale. Nimekuja kukuomba samahani kwa kuwa nilikuingiza katika jambo ambalo ulikuwa hauhusiki kabisa, na kuomba unisamehe sana. Nisha alisema maneno yale huku akiwa anaelekea chini ili kupiga magoti. Daniel kwa haraka sana aliweka mizigo yake chini, kisha akamuinua na kumwambia, hauna sababu ya kunipiga magoti mimi, maana hata kabla ya kuomba msamaha nilishakusamehe kwa kitendo ambacho ulinifanyia toka juzi kati. Hata kama ingekuwa ni mimi, ningelifanya kitendo kama kile ambacho ulikifanya wewe. Wote tunatamani kuishi. Najua ulifanya vile ili kujaribu kulinda nafsi na uhai wako. Usiwe na matatizo wala usiwe na hofu yoyote. Mimi nimeshakusamehe wala sina shida yoyote na wewe. Daniel aliyasema maneno hayo akiwa anamtazama Nisha usoni. Macho na sura yake ya upole yalikuwa yameificha ngozi yake ya chui ambayo ilikuwa moyoni mwake Daniel. Meno yake makali kama ya dubu yalikuwa yanatamani kutoka yaitoboe mishipa iliyokuwa inapitisha damu katika shingo za Nisha. Lakini alitambua kila kitu alichokuwa nakifanya kilikuwa kinahitaji subira, hivyo hakuwa na sababu ambayo ilikuwa inamfanya harakisha kitu chochote kile. Nisha alimtazama Daniel, machozi yakamtiririka. Akafungua kinywa chake Nisha na kusema, nashukuru kwa msamaha wako Dani. Ni watu wachache ambao wanaweza kuwa na moyo kama wako wako. Waliendelea kuongea kwa muda mrefu wakiwa wanatembea. Walipita kuifuata barabara inayoelekea Mashanga Guest House. Walipofika katika mbuyu mkubwa ambao huko kando ya barabara, alisema, natamani kama ungeweza kufika nyumbani kwangu. Nina maongezi na wewe kama utojali, kama unaweza kufika. Ina maana ndio umefika nyumbani kwako? Ndiyo, nimefika nyumbani, Nisha alijibu. Alikuwa akimuelekeza Daniel ilipokuwa nyumba yake. Daniel aliagana na Nisha kisha wakabadilishana namba za simu. Baada ya kufanya mabadilishano, Daniel alimwaga Nisha na kumwahidi kwamba atapata kufika nyumbani kwake jioni ili kusudi wapate kuzungumza kuhusu mambo ambayo alikuwa anahitaji kumweleza. Kukutana na Nisha kulikuwa ni moja kati ya mipango ambayo ilikuwa katika kichwa cha Daniel. Moyoni mwake alikuwa amejawa na furaha kwa kuwa alikuwa anatambua mwisho wa Nisha haukuwa mbali sana. Maazimio ya moyo wake hayakuwa na muda mrefu sana kabla ya kupata kuwa kweli kama yalivyokuwa matarajio yake. Daniel alitabasamu kwa kuwa alikuwa anajua alikwisha kumaliza kufumbua kitendawili kimoja ambacho kilikuwa ni vigumu kutambua jawabu lake. Lakini sasa majibu yalikwisha kupatikana.
Daniel alikuwa amekwisha kutambua ilipokuwa nyumba ya Nisha. Hivyo katika muda wote ambao atahitaji kufanya shambulio, hakutakuwa na kitu cha kumzuia. Daniel aliharakisha na kuingia nyumbani kwake. Alishapanga vitu vyake, akajitupa kitandani na kujilaza ili kupumzisha mwili na akili. Akiwa kitandani, Daniel alikuwa akifikiria ni kwa jinsi gani maisha yake yangelikuwa kama asingelikutana na wanawake wale 6 katika siku zake za kusoma. Daniel aliona ya kwamba kulikuwa kuna uwezekano mkubwa wa yeye kuwa miongoni mwa watu ambao wangekuwa na mafanikio katika mji wa Mto wa Mbu. Kwa kusema hivyo, Daniel alikuwa anajisemea, lilikuwa ni kosa la maisha yangu yote kuanzisha urafiki na kundi lile la wanawake. Wameniharibia ramani nzima ya maisha yangu na kunifanya nisione nini mwelekeo wa maisha yangu. Kundi lile lilinipoteza kabisa ya ramani ya maisha yangu. Ila hakuna tatizo, nitafanya kila ambalo litakuwa linawezekana kuhakikisha kwamba namaliza safari yangu ambayo nimekwisha ianza. Habari za mauaji ambayo yalikuwa yanaendelea katika mji wa Mto wa Mbu zilikuwa zinavuma kama upepo wa kusini. Habari hizi zilisikika kila kona ya Tanzania. Hapakuwa na mtu ambaye alikuwa hajapata kusikia hata kidogo kuhusu mauaji ambayo yalikuwa yanaendelea katika mji wa Mto wa Mbu. Kitu ambacho kilikuwa kinawasikitisha wengi ni kwa sababu waliokuwa wanauliwa walikuwa ni watu wa jinsia ya kike. Hiki ndicho ambacho kilikuwa kinaleta hofu zaidi. Baadhi ya watu walikuwa wakihusisha masuala haya na imani za kishirikina na kusema kwamba muuaji anatoa kafara ambayo alikuwa anatakiwa kuitoa. Wengine walikuwa wakisema haya yanatokea kutokana na laana ambayo wanawake wa Mto wa Mbu walikuwa wameipata. Hakukuwa na mtu ambaye alikuwa na uhakika wowote katika kila ambacho alichokuwa anakisema, lakini kila mtu aliongea ili mradi alikuwa anaongea. Ijapokuwa ilikuwa sio swala ambalo ni la kuongea kila wakati, lakini halikuwa swala ambalo mtu anaweza kukaa kimya bila kulizungumza. Ukizingatia hofu ambazo zilikuwa zimetapakaa katika mioyo ya watu, hasa wanawake, kila mtu alikuwa makini na kila kitu ambacho alikuwa kikifanya. Maana walikuwa wanatambua wazi ya kwamba muuaji alikuwa hafahamiki, lakini pia haikuwa ikijulikana ni nani alikuwa mbioni kupoteza uhai wake katika saa kadhaa ambazo zilikuwa zinapaswa kuja mbeleni. Akiwa nyumbani kwake maeneo ya Magomeni, karibu kabisa na shule ya msingi ya Jangwani, Mwanaidi, mmoja kati ya wanawake ambao walikuwa katika orodha ya watu ambao walikuwa wanapaswa kuuawa na Daniel, alikuwa ameketi ili kupunga upepo. Moyo wake ulikuwa umejaa simanzi kwa kuwapoteza marafiki zake vipenzi katika siku kadhaa zisizotimiza hata mwezi mmoja. Hakuwa kufahamu nini kilichokuwa chanzo cha mauaji, lakini alijisemea moyoni mwake Mwanaidi, sidhani kama mauaji haya ni ya kupangwa au kuna mtu ambaye alikuwa amekusudia kuwaua. Imetokea tu mgongano, basi wakawa wameuawa. Mgawanyiko wa imani miongoni mwa watu ambao Daniel alikuwa amekusudia kuwaua ilikuwa ni faida kubwa kati ya faida ambazo Daniel alikuwa akizitumia. Watu wote ambao walikuwa wamepanga kuangamiza walikuwa na imani tofauti tofauti. Kuna wanaoamini hawatauawa kabisa, huyu ni Lea, na mmoja ambaye anaamini kwamba huu ni mgongano wa kawaida tu, Mwanaidi. Mpasuko huu baina ya watu hawa watatu ndio ambao utawafanya maisha yao yagharimike kwa namna ambayo hawataweza kuamini. Muda ulizidi kusogea na majira ya jioni nayo yakakaribia. Daniel aliingia jikoni mwake na kuandaa chakula cha jioni kama ilivyokuwa kawaida. Kichwani mwake alikuwa anapanga kwa namna gani alikuwa anapaswa kucheza karata 3 ambazo alikuwa amezishikilia mkononi mwake. Kila karata ambayo alikuwa ameshikilia ilikuwa ni karata muhimu kuliko kawaida. Kama akizicheza karata zile kwa ukamilifu na umakini mkubwa, itamuia rahisi yeye kufanikiwa kuufunga mchezo ambao ulikuwa mbele yake. Kila karata ambayo ilikuwa katika mikono yake ilikuwa ina uzito sawa, ila kama akizichezesha bila umakini,
basi itamgharimu kwa kiasi kikubwa mno. Daniel alikuwa anatambua nini hasa anapaswa kufanya ili kukamilisha mchezo wake. Alipomaliza kupika chakula chake, Daniel alitenga mezani na taratibu alianza kula. Wakati Daniel akiwa anakula, alihisi muungurumo wa simu yake. Alipoinua na kuitazama, jina lilisomeka juu ya kioo cha simu yake, Nisha. Bila hiana, Daniel alipokea na kuzungumza naye. Sawa, hakuna tatizo. Mpaka kufika hapo ndani ya muda mchache ujao, alijibu Daniel. Kisha akakata simu. Daniel aliinuka na kuingia zake bafuni kuoga. Kwa kuwa alikuwa amealikwa ili kupata chakula cha jioni, basi ilimpasa kuvalia vyema na kwenda kukutana na Nisha kama walivyokuwa wamepanga. Daniel alifanya maandalizi yake, kisha akavalia suti nyeusi na shati rangi nyeupe. Shingoni alifunga tai yenye rangi nyekundu, kisha kumfanya onekane maridadi kabisa. Kichwani mwake Daniel alivalia kofia aina ya cowboy. Kisha akajitazama katika kioo chake. Daniel hakuweza kuzuia tabasamu lake mdomoni. Ilikuwa ni dhahiri ya kwamba alikuwa ameridhika ya kuwa alikuwa amependeza. Alipoona kila kitu kilikaa vyema, Daniel aliinua simu yake na kumpigia Bwana Kimaro ili kumpatia maelekezo kuhusu habari za mzigo mpya ambao alikuwa anapaswa kumletea Daniel muda wa usiku. Walipokubaliana kila kitu na Kimaro, Daniel alianza safari yake kuelekea mitaa ya nyumba za shirika. Daniel alionekana akivuka barabara, maeneo ya kwa mwaliko, na kupita mbele ya nyumba ya Mama Kikofia. Kisha akakamata barabara na kuifuata njia iliyoshuka kuelekea mashanga. Alipomaliza kuvuka daraja ambalo lipo karibu kabisa na nyumba waishio mapacha wawili, alikatiza kulia Daniel kupitia ilipo nyumba ya Mama Neli mpaka kafika Mashanga Guest House. Alipovuka Mashanga, alikatiza kushoto na kuongoza njia moja kwa moja mpaka nyumbani kwa kina Nisha. Alipofika, alifunguliwa mlango na kuingia ndani moja kwa moja. Alipokaribishwa, aliketi na maongezi yake na Nisha alianza. Walikumbushana mambo mengi na kucheka sana, maana hichi ndicho kilichokuwa kikitokea mara kwa mara rafiki wa zamani wanapokuwa wanakutana. Wakiwa wanakula chakula cha jioni mida ya saa 3 usiku, Nisha alimuuliza Daniel, hivi nini kilitokea katika kundi lenu lile la Deja of Heart? Hakuna kitu wala. Tulimaliza shule, basi kila mtu aliendelea na maisha yake kama ilivyokuwa kawaida. Ninahitaji mengi kujua kutoka kwako kuhusu lile kundi lenu. Ni wapi lilipo na lilishaisha vipi? Hakika siwezi kusema kingine zaidi ya maneno ambayo nimekwisha kuambia kwamba baada ya kumaliza masomo, basi kila mtu aliendelea na maisha yake. Kutokana na majibu ya Daniel, Nisha alitambua wazi ya kwamba kuna kitu ambacho Daniel alikuwa anafahamu kuhusu kundi lake la Deja of the Heart. Hivyo kama wakimshikilia, wataweza kufahamu kila kitu. Kwa hali hii, Nisha aliweza kusema, mkamateni, mumuingize katika chumba ambacho tulikuwa tumeandaa. Baada ya maneno hayo, walijitokeza watu kadhaa ambao walikuwa wameshika silaha mikononi mwao na kumzunguka Daniel. Wote kwa pamoja walizielekeza silaha zao kwa Daniel. Kisha wanaume wawili walijitokeza na kumshika Daniel ili kumuongoza katika chumba ambacho Nisha alikuwa ameagiza. Katika kipindi kifupi tu, Daniel hakuelewa afanye nini. Alikuwa ameingia katika mtego ambao ulikuwa umemnasa, na alikuwa anaona wazi ya kwamba ilikuwa ni ngumu kwake kujinasua. Mtu ambaye alikuwa anamtegemea kumuua bila kuona ugumu wala kizuizi chochote, amegeuka kwa kizuizi kikubwa kuliko alivyokuwa mategemeo yake mawazoni. Vijana wale wawili wakiongozana na vijana wengine waliokuwa na silaha, walimuongoza Daniel kuelekea katika chumba ambacho Nisha alikuwa amewapa maagizo. Daniel aliendelea kutazama huku na kule, aone kama kunaweza kuwa na uwezekano wote wa kuanzisha jitihada za kujiokoa, lakini hakuona hata penyo.
ambalo lingemsaidia labda au kumpa matumaini yake upya kuweza kutoroka. Ama kwa hakika leo nimenasa mtegoni, na sijui nitachomokaje hapa. Yalikuwa ni mawazo ya Daniel. Kila alipofikiria kitu cha kufanya, hakuona uwezekano wowote wa ulinzi ulikuwa umeshaimarika kuliko kawaida. Kadiri walivyokuwa wanazidi kujichoma ndani ya nyumba, Daniel aliendelea kuhisi utofauti mkubwa katika ile nyumba. Mpangilio wa vitu vyake pamoja na korido za nyumba yake ulikuwa na utofauti kabisa. Haikuwa nyumba ya kawaida kama ilivyokuwa ikionekana kwa nje, bali ilikuwa ni nyumba iliyo na mazingira ya kipekee, kwani ilikuwa imejengwa kwa ustadi mkubwa na ilikuwa imejengwa kwa namna ambayo haikuwa rahisi mtu kutambua kitu chochote kati ya vitu vingi ambavyo vilikuwa vikiendelea mule ndani. Daniel alipotazama huku na kule, aliona vijana kadhaa ambao walikuwa wameketi katika meza, na wote walikuwa wakimtazama kana kwamba alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wakihitajika mno. Daniel aliguna. Hakuelewa sababu gani watu wale walikuwa wakimtazama kwa kiasi kile. Moyoni mwake Daniel aliwaza, labda walikwisha mtambua ya kwamba ndiye anayehusika katika mauaji ambayo yalikuwa yanaendelea. Sasa walikuwa wameshapanga mpango maalum kwa ajili yake, ama kuna nini kingine ambacho kilikuwa kinapaswa kuendelea katika maeneo haya? Kwa sababu haikuwa hali ya kawaida kabisa. Taratibu hofu ilianza kujaa moyo wake. Alihisi kwa wakati huu alikuwa ameingia katika chaka ambalo katika hali ya kawaida hakupasa kuliingia kabisa. Ilikuwa ni kana kwamba mwanakondoo alikuwa ameingia katika pori ambalo simba huwa analala. Hii ilikuwa ni kushuhudia kifo chake kabla hata kijamfikia. Waliendelea kutembea. Wakafika mbele ya mlango fulani ambao ulikuwa ni mdogo, ulikuwa umepakwa rangi nyeusi. Walipofika hapa walisimama kidogo kwa dakika kadhaa. Kisha mlango huu ulifunguliwa na kwa pamoja waliingia ndani yake. Daniel hakuamini baada ya kutambua ya kwamba mlango huu ulikuwa umeelekeza njia ambayo ilikuwa inawapeleka chini. Katika kichwa chake alitambua wazi ya kwamba kulikuwa kuna mijengo mingine, mjengo ambao lilikuwa limejengwa chini ya ardhi na ndiko alipokuwa anapelekwa. Haukupita muda mrefu, basi walifika wakamwingiza Daniel katika chumba maalum ambacho alikuwa ameandaliwa. Walipokwisha muingiza, walifunga mlango na kumwacha Daniel humo ndani. Vijana hawa waliuamini ulinzi ambao ulikuwa katika nyumba hii, ndio maana waliamua kumwacha Daniel bila hata kumfunga. Kwa namna moja ama nyingine, walikuwa na uhakika katika kila walichokuwa kikifanya, ukizingatia kila kona kuanzia sehemu ambayo walikuwa wamemfunga Daniel mpaka mlango kutokea nje. Kulikuwa kuna ulinzi mkubwa kiasi ambacho sio rahisi kwa kiumbe wa aina yoyote kutoka bila kutambulika kuwa ametoka. Kwa upande wa Daniel ilikuwa kama amefeli kwa namna moja ama nyingine, kwa kuwa alikuwa ameruhusu kutekwa kwake. Alikuwa ameweka matumaini makubwa mno katika mafanikio yake, na kisha kuwa ana mawindo na kusahau kwamba anao wawinda nao walikuwa wanamuinda vile vile. Kitendo cha kumfanyia makadirio madogo Nisha na kumwona kama mtu ambaye angeliweza kumua kirahisi bila matatizo yoyote kilimgharimu kiasi kikubwa, kwa kuwa sasa yupo katika mikono ya mwanamama Nisha. Daniel alishusha pumzi ndefu kwa kuwa alikuwa haamini kile ambacho kilikuwa kimemtokea. Ni dhahiri ya kwamba Nisha alikuwa na kundi kubwa la vijana ambao alikuwa amewakusanya kwa siri na kuwatunza bila mtu yeyote kuweza kufahamu. Daniel aliwaza kwa namna gani angeliweza kutoka katika misukosuko hii ambayo alikuwa tayari amekutana nayo kwa mara nyingine tena. Akili yake iliendelea kuzunguka huku na kule akitafuta mahali pa kuanzia, lakini hakupaona. Alinuka Daniel na kwenda mpaka ulipokuwa mlango ule na kisha akautazama kwa makini. Alitambua kitu cha utofauti kidogo mlangoni pale. Mlango ule ulikuwa na uwezo wa kufunguliwa kutokea nje tu, na haukuwa na namna nyingine yoyote ambapo unaweza ukaufungua kutokea upande wa ndani.
Sasa kama hamna namna ambayo naweza kufungua mlango kutokea ndani, nitawezaje kujinasua katika huu mtego ambao nimenasa kabla hata kugeuka kitoweo kwa watesi wangu? Mbona nimenasika kiboya sana? Yalikuwa ni mawazo ya mtaalamu Daniel. Alifikiria ni kwa namna gani anaweza kutoka katika jengo hilo la Nisha. Alizunguka huku na kule kujaribu kutafuta upenyo mdogo ambao ungelimwezesha yeye kuhesabu hatua ya kwanza katika safari yake ya kutoroka katika chumba hiki, lakini hakuweza kuona. Chumba kizima kilikuwa kimetengenezwa kwa namna ambayo hakukuwa na nyufa yoyote ambayo ilikuwa imeachwa kiasi kwamba angeliweza kutoroka kutokea humo ndani. Hakukuwa na namna yoyote ambayo angeliweza kufanya. Hivyo alilazimika kuketi katika kitanda kilichokuwa ndani ya chumba kile. Kwa kuwa hakukuwa na namna ambayo chumba kile kingemsaidia yeye kumpa msaada wa kujinasua, aliamua kutegemea katika vitu kadhaa ambavyo alikuwa amevibeba katika koti lake la suti. Ukizingatia Daniel hakuwa mtu wa kutembea tembea kizembe, alikuwa amebeba vifaa kadhaa maalum kwa ajili ya kazi yake. Alipofunua koti lake na kutazama, alikuwa na karibu na kila kitu ambacho alikuwa kikihitaji. Alikumbuka kwamba Nisha na wenzake wawili ambao walikuwa wamebakia ni miongoni mwa watu ambao aliiapia nafsi yake kuwa atawaua kifo ambacho kitawaua na maumivu kuliko ambavyo walikuwa wametangulia kuwaua. Kiunoni mwake Daniel alikuwa amechomeka bastola ndogo ambayo alikuwa ameshaivisha kizibo na kuzuia sauti ili kusudi atakapoanza shughuli yake asije kugundulika na mtu yeyote. Vile alikuwa amebeba kisu kimoja na pia alikuwa amejifunga utepe kiunoni. Utepe huo ambao alikuwa ameujaza unga ambao ulikuwa ungemwezesha yeye kwa kutumia elementi za sulfate na hydrogen pamoja na gesi ya oxygen. Unga huu ulikuwa umetengenezwa kwa utaalamu mkubwa sana, na yeye alitambua umuhimu wake kwa kuwa unga huu ulikuwa ni tindikali ambayo inaunguza kuliko kawaida. Maandalizi haya yote Daniel aliyafanya mapema sana kabla ya kuanza safari yake kuja nyumbani kwa Nisha. Katika hali ya kawaida, Daniel alikuwa amekuja kuimaliza kazi ambayo alikuwa ameianza siku nyingi ambazo zilikuwa zimepita. Daniel alikuwa amefika nyumbani kwa Nisha ili kusudi apate kumuua Nisha. Ndio maana alikuwa ameandaa na tindikali ili kusudi kabla hajamtoa roho apate kumtesa kwanza ndipo amfishe. Lakini mambo yakakwenda ndivyo sivyo kama alivyokuwa akitegemea kwamba yangekwenda vizuri. Nisha alikuwa ni mtu hatari kuliko kawaida, na hivi sasa alikuwa amemkamata tayari bila kujua nini kingefuata katika muda mchache ujao. Daniel aliamua kujifunika vyema na kuhakikisha kwamba hakukuwa na namna yoyote ambayo silaha zake ambazo alikuwa amezibeba zingeweza kulionekana. Alitambua wazi alikuwa katika wakati mgumu, na hivyo alikuwa akizihitaji kuliko kawaida. Akili ya Daniel ilijiandaa na kukaa tayari kwa lolote au chochote ambacho kingelijitokeza katika muda wowote. Nimepitia mengi sana mpaka sasa. Najua huu mtihani nitauvuka na kuibuka na ushindi mkubwa kama kawaida. Sijali kuna watu wangapi humu ndani ambao wamejitolea kukulinda Nisha, lakini na uhakika mpaka siku ambayo nitatoka katika hii nyumba yako, nitakuwa nimetoa uhai wako kwa namna ambayo hakuna hata mmoja kati ya wafuasi wako anaweza kuamini kama ni wewe tegemeo lao umefikwa na mambo ambayo yatakufika. Aliendelea kuwaza Daniel na kujipa moyo. Lakini anawaza hayo, kitasa kilisikika kinazungushwa kutokea nje, kuashiria kwamba kuna mtu alikuwa anafungua ule mlango. Kutokana na hili, Daniel alijiweka sawa na kuhakikisha kwamba silaha zake zinakaa vyema na salama pia. Kisha alitega masikio yake kwa umakini na macho yake yakiwa yametumbua kuona ni nani alikuwa mbioni kuingia katika chumba hichi ambacho alikuwa amewekwa. Bila kutarajia, waliingia wanaume 4 ambao walikuwa wamejaza vyema vifua vyao kuliko kawaida. Misuli yao ilionekana kutuna vyema na miili yao ilionekana kuvuja jasho kana kwamba walikuwa wametoka katika kukimbia umbali mrefu au kufanya shughuli nyingine ambazo zingeweza kuchangamsha mwili. Watu hao waliingia na kusimama mbele ya Daniel na kumuuliza,
Ni wewe mtu unaitwa Daniel? Kigugumizi kilimkamata Daniel. Hakuelewa aseme nini. Kila alipotamani kusema neno alihisi mdomo wake ukiwa mzito kuliko kawaida. Hofu kuu ikaujaza moyo wake. Mwili wake ulianza kutetemeka huku kijasho chembamba kikimtiririka na kuloanisha nguo yake aliyokuwa ameivaa. Haikuwa hali ya kawaida ambayo alikuwa ameizoea. Hii ilikuwa ni hali ya utofauti kabisa, kinyume na matarajio yake aliyokuwa nayo. Hakuweza kuzungumza neno, alipigwa na butwa. Aliendelea kuwatazama wanaume wale ambao walikuwa wamesimama mbele yake kana kwamba walikuwa wameingia katika hifadhi ya Manyara kutazama nyani tumbili kama ilivyokuwa kawaida. Wakati Daniel anaendelea kushangaa, alishtukizwa na kofi ambalo lilitua barabara katika shavu lake la kuume na kumfanya anguke juu ya kitanda ambacho alikuwa amekikalia. Ilikuwa ni kofi zito mithili ya makofi ambayo aliwahi kupigwa kipindi alipokuwa askari kwa mafunzo miaka mingi iliyopita. Akiwa amelala hapo alipokuwa ameangukia, alisikia swali alilokuwa ameulizwa hapo awali. Ni wewe ndiye mtu unaitwa Daniel? Swali hili lilipita barabara katika ngoma za masikio yake Daniel. Safari haikuwa vigumu kulijibu kwa kuwa alikuwa anatambua wazi ni nini kilikuwa kinaendelea kama asipotoa ushirikiano kwa kujibu maswali ambayo ataulizwa na wale watu. Ndio, ni mimi, Daniel alijibu, huku kigugumizi kikiwa kimemshika kwa ghafla. Haikuwa jambo la kawaida kwake kushikwa na kigugumizi, hata kama wakati anapokuwa na hofu ya kufanya jambo fulani. Lakini kutokana na hali halisi ambayo ilikuwa mbele ya macho yake, hakutambua hata kigugumizi ambacho kilikuwa kimempata kilitokea sehemu gani. Alijinamia chini Daniel. Alijinamia chini mara baada ya kujibu swali ambalo alikuwa ameulizwa. Kimya kilitawala kwa muda, kisha minong'ono baina ya wale wanaume ilianza kusikika. Daniel hakutambua ni kwa nini walikuwa wamemuuliza jina lake, lakini pia kilichokuwa kinamtia mashaka Daniel maradufu ni minong'ono baina yao. Hakuweza kusikia walikuwa kizungumza nini, lakini walionekana kubishana kuhusu jambo fulani. Mazungumzo yao yaliendelea kwa muda wa dakika kadhaa. Kisha yule ambaye alikuwa kiongozi wao alirudi na kusimama mbele ya Daniel. Alisogea mpaka kafika karibu yake na Daniel kabisa, akamshika Daniel kidevu, akamuinua sura yake. Aliutazama uso wa Daniel kisha akamtemea mate usoni na kucheka kwa dharau. Akamsukuma Daniel na kuanguka juu ya kile kitanda ambacho alikuwa ameketi. Moyo wake ulimtuma aanzishe vurugu na kutoroka ndani ya majengo hayo, lakini hakuweza kutambua anzie wapi. Kwa kiasi fulani alijiamini kwa idadi ya silaha ambazo alikuwa amezibeba, lakini hakuwa na uhakika sana kama zingeliweza kumtosha kufanya mapambano mpaka atakapokutana na mlango ambao ungemwezesha kutoka nje ya mjengo wa Nisha. Akiwa amejaa hasira na ghadhabu, Daniel alimtazama aliyemtemea mate bila kusema neno lolote. Aliamua kuendelea kutulia tuli Daniel kama mtu ambaye hawezi kufanya jambo lolote. Mtu huyu aligeuka na kurejea miongoni mwa wale wenzake ambao walikuwa wamekuja nao pamoja. Daniel aliwatazama na kuona walikuwa busy katika mazungumzo yao. Hivyo alitumia muda huu kuchomoa silaha zake ambazo zilikuwa ndani ya koti lake na kuzificha katika godoro haraka sana. Wakati anamalizia kuhifadhi, alisikia sauti ya mmojawapo kati ya wale wanaume akimuuliza, "Wewe ngedele, unahangaika nini hapo?" Alizungumza huku akimfuata Daniel mahali alipokuwa ameketi. Mapigo ya moyo ya Daniel yalidunda kwa nguvu sana kifuani mwake, maana alitambua wazi kuwa kuna uwezekano akawa ameonekana alichokuwa kikifanya. Sasa huyu jamaa anakuja kupekua nini ambacho alikuwa amekificha? Mungu wangu, alijisemea Daniel kichwani mwake, kwa kuwa alitambua ya kwamba alikuwa amekwisha kabisa kama silaha zake zitapatikana. Jamaa huyu alifika na kumpiga Daniel kofi moja na kumwambia, wakati mwingine unatakiwa uwe unatulia tuli wakati sisi tunafanya maongezi yetu, na sio unahangaika tu kama vile kuku ambaye anataka kutaga. Alisema hivyo yule jamaa, kisha akageuka na kurejea kwa wenzake na kuendelea kujadili kitu ambacho Daniel hakuelewa walikuwa wanajadili kitu gani. Dakika kadhaa zilipita, kisha sauti ya kike ikasikika kutoka nje. "Mtoeni huyo mpuzi huko nje, watu tujifanye sherehe." Daniel aliitambua ile sauti vyema, ilikuwa ni sauti ya Nisha, mwanamke ambaye amefanikiwa kumzidi akili na kumuingiza katika mtego ambao hakutarajia kuwa anaweza kuingia ndani yake.
Vijana wawili walifika na kumuinua Daniel na kumwamuru Daniel atembee kuelekea nje. Wakati huu waliamua kumvisha vifaa maalum ambavyo walimfunga miguuni mwake ili kusudi asiweze kukimbia, na hata kama akifanya majaribio basi iwe rahisi kumkamata. Daniel alitembea kuelekea nje. Moyoni mwake alishukuru kwa kuwa alikuwa amefanikiwa kuzitoa silaha zake zote katika mwili wake na kuzificha, hivyo kumfanya awe na amani kidogo, kwa kuwa kama asingalikuwa hajazificha angekamatwa nazo, basi wangelimshuku moja kwa moja kwamba yeye ndiye muuaji. Daniel aliongozwa njia moja kwa moja mpaka mahali ambapo kulikuwa kuna ukumbi maalum, ambapo ndani yake kulikuwa kuna uwezekano wa kuwaingiza watu wote waliokuwa wanaishi ndani ya nyumba ile, kuanzia wafanyakazi wa ndani mpaka wanaofanya kazi nje. Kabla kumuingiza ukumbini, Nisha aliwafuata kisha vijana wengine kadhaa na kuambia, nina maswali kadhaa ambayo ninahitaji majibu kutoka kwako. Nimekuwa muungwana sana kwako tangu umefika hapa. Sijakuletea vurumai yoyote. Nimefanya hivi kwa kuwa ninatambua urafiki wetu ambao tulikuwa nao katika kipindi cha nyuma tulipokuwa shule. Hiyo ndio sababu ya kukupatia huduma ambayo hakuna hata mteswaji mmoja ambaye aliwahi kuingia humu na kutoka salama. Kama ukinijibu maswali yangu Daniel na kuniambia mambo ambayo nahitaji kuyafahamu kutoka kwako, nitakuachia uende kwako nyumbani kwako salama. Ila kama usipofanya vile ambavyo mimi nataka, utalazimika kukutana na kifo chako katika siku ya leo. Ilikuwa ni sauti ya Nisha. Mwe. Daniel kapatikana, unaambiwa. Nini kitaendelea? Nikusihi usikose katika mwendelezo wa simulizi hii. Msimulizi anaitwa Uncle J. Mbabe amempata mbabe mwenzie.